Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu la fainali za Cyber Premier League CPL. Kwa niaba ya serikali, napenda kutoa pongezi za dhati kwa Sanif Organization kwa ubunifu na kuandaa mashindano haya yanayolenga kukuza vipaji vya vijana katika eneo la usalama wa mtandao. Mashindano kama haya ni mchango muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 za kujenga kizazi chenye uwezo wa kutumia teknolojia kwa usalama na tija. Ndugu wageni waalikwa, dunia ya sasa inaendeshwa kwa kiwango kikubwa kupitia mifumo ya kidijitali. Kwa mujibu wa takwimu za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, yani TCRA, hadi kufikia mwaka 2025, Tanzania imefikia zaidi ya watumiaji wa internet milioni 58, sawa na takriban 85% ya wananchi wote. Matumizi ya teknolojia hizo yanaonekana katika shughuli mbalimbali zikiwemo biashara mtandaoni, huduma za kifedha, mawasiliano na utoaji wa huduma za kijamii. Hata hivyo, ukuaji huu unaambatana na changamoto za kiusalama kama vile udukuzi wa taarifa, wizi wa kimtandao na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kidijitali. Changamoto hizi si za Tanzania pekee, bali ni za kimataifa na zinahitaji maandalizi madhubuti ya wataalamu wenye ujuzi katika usalama wa mtandao. Ndio maana usalama wa mtandao umeendelea kuwa eneo nyeti la kimkakati katika maendeleo ya taifa lolote. Ndugu wageni waalikwa, ili kuwa na wataalamu wa kutosha wenye ujuzi katika usalama wa mtandao nchini, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mikakati mbalimbali ya kukabiliana nayo, ikiwemo mkakati wa taifa wa elimu ya kidijitali wa mwaka 2024-2025 hadi 2029-2030, yani National Digital Education Strategy, unaosisitiza umuhimu wa kuzingatia usalama, maadili na matumizi sahihi ya teknolojia katika sekta ya elimu. Kwa namna pekee nawapongeza Sanif Organization kwa kuandaa Cyber Premier League iliyotekeleza kwa vitendo mkakati huu. Na mimi mara kwanza wakati nakuja hapa nilijua ni ligi ya mpira kama wengine walivyofikiria, lakini nilivyosoma barua ile ya mwaliko kwa mara ya pili nikaelewa kwamba ni ligi ambayo hata watoto hawatoi jasho sana. Uongo kweli? Mnakaa kitako, mnachemsha ubongo, sio kweli? Ni ngumu, lakini mnaweza. Kwa hiyo na mimi baada ya kuona hili na serikali na mpango wa serikali tunakoelekea, nikasema leo nitaacha shughuli zangu zote nije kuona vijana ambao wanacheza na science na teknolojia. Na hongereni sana. Hongereni sana kwa kuthubutu, lakini hongereni sana kwa wale ambao watakaoshinda leo. Aidha, serikali inaendelea kuimarisha utoaji wa elimu inayozingatia ujuzi kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kwa lengo la kukuza ubunifu, umahiri wa vitendo na matumizi ya teknolojia. Mashindano haya ni kielelezo halisi cha utekelezaji wa sera hiyo kwa kuandaa vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Vile vile kupitia mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali 2025, serikali inalenga kujenga taifa linalotumia teknolojia kama kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mafanikio ya mkakati huu yanategemea uwepo wa wataalamu wenye uwezo wa kulinda mifumo ya kidijitali. Hivyo, mashindano haya yanachangia moja kwa moja katika kuandaa rasilimali watu watakaolinda mifumo ya kidijitali katika sekta muhimu kama benki, mawasiliano, afya na huduma za umma, hivyo kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050.
Aidha, serikali kupitia mpango wa Samia Extended Scholarship inaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi wanaofaulu vizuri katika masomo ya sayansi na hisabati na kuwawezesha kusoma katika vyuo bora ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuandaa wataalamu wa fani mbalimbali za kidijitali. Na hapa naomba nizungumze kidogo. Hivi karibuni tumepeleka vijana wetu 16 katika University of Johannesburg, Best University in Science and Technology. Lakini pia kuna vijana 34 ambao wataenda Ireland, University of Limerick. Nao hawa, kuna swali hapa liliulizwa kuhusu ile gap, vijana wanavyotoka chuo na wanavyoingia kwenye soko, kuna tofauti kubwa, na kwamba hata wale ambao wanaoenda field wakifika huko wanakutana na changamoto nyingi sana. Lakini kwenye hili tumejiandaa vya kutosha, na kama mnavyojua sasa hivi serikali inafanya mazungumzo sana na private sectors kuona kwamba ni jinsi gani watasaidia vijana wetu wanaotoka fresh from chuo, wanawawezeshaje kuweza kupata practice za kutosha kwenye mashirika na makampuni mbalimbali ambayo yana deal na zile field ambazo wanazofanya, ili sasa wakiingia kwenye soko la ajira wawe wana ushindano wa kutosha, lakini pia wanakuwa wameshapata uzoefu wa kutosha wa kufanya hizo kazi katika mashirika hayo. Kwa hiyo hawa ambao tumewapeleka nje ya nchi, tunafanya mazungumzo ya kuona kwamba wakati wanafanya masomo yao pale katika vyuo wanapata fursa ya kuingia katika makampuni, hasa hawa ambao wanaenda Ireland. Pale kuna headquarters za kampuni nyingi, Microsoft, Google na wengine kama hao. Kwa hiyo tunajaribu kuona namna gani ambayo tunaweza kuwalinki moja kwa moja na yale makampuni, na tunaamini wakia huko watapata ujuzi ulio bora zaidi, na wakija nyumbani basi watakuja na wataleta technology transfer, knowledge transfer kutoka kwenye nchi hizo ambazo wameenda kusoma na kuleta nyumbani. Lakini pia hata hapa nyumbani tunajaribu sana kuzungumza na mashirika ambayo yapo hapa ili kuona kwamba vijana wetu wanapata hiyo fursa ya kujifunza katika mashirika na makampuni mbalimbali, ili sasa wakiwa tayari kuingia kwenye soko la ajira wanakuwa wanaendana na mahitaji ya ajira, lakini na taaluma inakuwa ipo ya hali ya juu sana. Ndugu washiriki wa mashindano, napenda kutoa wito kwa wadau wote ikiwemo taasisi za elimu, sekta binafsi, mashirika ya umma na washirika wa maendeleo kuendelea kuunga mkono jitihada hizi za serikali. Ushirikiano wenu ni muhimu katika kujenga mfumo endelevu wa kukuza vipaji katika TEHAMA na kuhamasisha vijana kutumia teknolojia kwa maendeleo ya ubinafsi na ya taifa kwa ujumla. Ninawapongeza kwa ushiriki wenu katika mashindano haya, kwani mko katika nafasi adhimu ya kujijengea mustakabali bora. Endeleeni kujifunza, kuwa wabunifu na kuzingatia maadili katika matumizi ya teknolojia. Tambueni kuwa usalama wa mtandao si taaluma tu, bali ni jukumu la kulinda taifa. Ninyi ni walinzi wa mifumo ya kesho. Ndugu wageni waalikwa, kabla ya kutimisha hotuba yangu, napenda kwa mara nyingine tena kuipongeza Sanifu Organization kwa kazi nzuri wanayoifanya, pamoja na benki ya CRDB kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika kukuza vipaji vya vijana katika usalama wa mtandao. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi na wadau wengine pia ili kuhakikisha program kama hizi zinakuwa endelevu. Sasa kabla sijahitimisha, kuna mambo mengi sana hapa yamejitokeza katika mjadala, lakini na mimi naamini vijana wakati mnaingia hapa sivyo ambavyo mtakavotoka. Kuna mambo mengi hapa yamezungumzwa, naamini mmechukua, mtaenda kuyafanyia kazi, lakini hata mimi nimejifunza mengi ambayo yalikuwa yanaendelea hapa.
Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa kuweko hapa. Kuna mambo mawili matatu ambayo nisema niwatolee ufafanuzi. Kumezungumzwa kuhusu gap between watoto wetu wa vyuo na private sector ama mashirika ambayo yana ule ujuzi ambao vijana wanajifunza. Yaani linkage hamna between watoto wetu wa vyuo na private sector au mashirika ambayo yanafanya hizo kazi. Kama nilivyosema, serikali inaendelea kujitahidi kuzungumza na private sector kuona kwamba vijana wetu kwa namna gani wanaaminiwa, lakini kwa namna gani wanachukuliwa kwenye sekta, kwenye mashirika hayo, ili kuona kwamba wanapata ule utaalamu unaotakiwa. Lakini moja ambalo nilizungumzia, ambalo pia dadangu Blandina amelizungumzia, kwamba basi tupunguze ule janja, tupunguzeni, kwa sababu hata kwenye hili mdogo wangu Amina naye amezungumzia huko kuna mambo ya kuchiti, lakini mmekutana kwamba na yeye amlishaweka system yake vizuri. Kwa wale ambao wamechiti wamejikuta kwamba wamepata punishment fulani. Sasa nazungumza hili kwa sababu hata sisi pale COSTECH tuna mfuko ambao CRDB walichangia 2.3 billion na serikali pia ilichangia 2.3 billion, na nichukue fursa hii kwa shukuru CRDB, mmekuwa wadau wazuri wa kuunga mkono jitihada za serikali. Lakini pia pale tunakutana na mambo haya ya janja. Vijana mna complain sana, lakini na nyinyi mna ujanja mwingi sana. Kwa sababu pale ipo fedha, lakini siku ambayo nilienda pale wakawa wananipa maelezo kuhusu fedha ile, fedha ambayo inawezesha vijana kwa bunifu ambazo wanazofanya. Na nilienda nadhani mwezi wa pili kama sikosei, nilikuta only 10% ya zile fedha ndo ambazo zimetumika. Kati ya bilioni 4.3.6 only 10% ya zile fedha ndo zimetumika. Nikauliza kwa nini? Kwa sababu huko nje kuna malalamiko mengi ya vijana kwamba maisha magumu. Walitoa hoja nyingi sana ambazo waliwapeleka mitaani, lakini ukiangalia pale fedha ipo, na wakasema hapa shida iliyopo ni kwamba vijana wengi wanadanganya. Mtu anaandika na biashara hii, ameunda hichi, ameajiri watu hawa, lakini sasa ikienda kufuatiliwa sio kweli. Kwa hiyo tukipunguza janja hii, basi mambo yataenda. Na to be honest, hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Lazima ufate ile njia yenyewe, njia kuwe, hamna kuchepuka. Unafata njia kuu mpaka unafika kule ambako unatakiwa kufika. Kwa hiyo tupunguze ujanja ili mambo yetu yaende. Lakini pia Amina amezungumzia kwamba hapa vijana hawa wakishakumaliza hapa hawana cha kuwafanya. Baada ya kuaward mimi niombe msiwaachie tu waende, but kuwe kuna data maalum ambayo itakeep majina hawa vijana pale, na popote ambapo serikali ama private sectors watakapohitaji wataalamu wa cyber security, basi vijana hawa wawe available. Baada ya kusema hayo, niwapongeze sana vijana kwa kuingia katika mashindano haya, lakini pia nikupongeze Amina kwa kuja na hii Premium League ambayo hatujaizoea, tumezoea ile nyingine. Maki hata mimi nilivyoambiwa, nilivyosoma haraka barua, nikasema Premium League. Nikasema CRDB au na marathon zao. Nikaanza kupiga picha, tunatoka Tanzanite mpaka tunakuja hapa, lakini kumbe ni kitu tofauti kabisa. Kidogo nikatae. Lakini baadaye nilivyosoma barua vizuri, nikaona ni jambo zuri ambalo kwanza linahusisha vijana, lakini pili linazungumzia kuhusu science na teknolojia, yani linahusu science na teknolojia ambako ndiko uko hasa tunataka vijana waelekee. Kwa hiyo niwapongeze sana, nipongeze Sanifu, nipongeze CRDB kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za vijana, kina mama, lakini serikali kwa ujumla, na niwapongeze washiriki wetu ambao wako hapa, na niwatakie kila laheri katika mchakato ambao utakaosemwa hapa na majaji, na kwa wale watakaoshinda basi kudos. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.